mrefu ambao umefanyika, lakini hatufungi milango wala madirisha kwa ridhaa ya mwenyekiti ya sisi kutoa maoni yetu kama kuna cha kuboresha juu ya bajeti yetu. Lakini pili, ni washukuru waheshimiwa madiwani kwa jinsi ambavyo mnaendelea na utendaji wa majukumu yenu ya kila siku. Hongereni sana. Na nimeona niliseme hili kwa sababu tuna ugeni wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wiki ijayo Jumatatu, na tuna bahati katika mkoa mzima hapa kwetu atalala siku 2. Tunajua kwamba wananchi wetu tunaoishi nao tunawafahamu vizuri. Wanapokuja viongozi ndo pale ambapo anasema mheshimiwa diwani amenizulumu shamba, hata kama mlishamaliza mgogoro. Sasa niwaombe waheshimiwa madiwani katika maeneo yenu mnayoishi, basi muweze kuangalia zile changamoto ambazo wananchi wanaweza wakajimuka nazo, alafu tuone tulijaribu kuzitatua kwa namna gani. Siamini kama kuna changamoto yote katika wilaya hii ambayo mkono wa serikali haujaigusa. Kama ni mpya kabisa, basi na yenyewe itakuwa ni nzuri, kwa sababu ikiwa mpya itakuwa haijafikishwa kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo tukachambue pia kata zetu na kuziangalia, tuone kama kuna mambo ambayo yanaweza katuletea aibu ya namna yoyote. Tunatamani kiongozi wetu akija afike kwa furaha, aondoke kwa furaha, asiondoke na kero ambazo hazijatatuliwa. Lakini pia niwakaribishe nyote katika ugeni huu mkubwa. Nafahamu kwamba jiografia yetu ni ndefu, lakini hata Walunguza anaweza kuja. Mng'aro kule naamini wanaweza kufika. Jumatatu asubuhi atakuwa pale hospitali ya wilaya saa 4 kamili. La mwisho kabisa, pia niombe sana tuendelee kutoa elimu kwa wananchi juu ya utunzaji wa mazingira, tukiendelea kuwakatisha tamaa wananchi wetu kuandaa mashamba yao kwa kuyachoma. Tunafahamu tamaduni wetu sisi kwenye milima ya Usambara, watu wengi wanaposafisha mashamba wanawasha moto. Ni njia rahisi ya kusafisha mashamba, lakini madhara yake yanaweza kuwa makubwa sana pale ambapo ule moto utashindwa kutawalika. Na tunafahamu kuna kata moja moto uliwaka siku 4, ukala msitu mkubwa sana, ukachoma mabomba, mpaka leo watu hawana maji kwa sababu tu ya mvivu mmoja aliyekuwa anasafisha shamba lake kwa moto. Kwa tuende katika wadisi zetu huko, tukae na tusisitize, tuangalie kama wenye viti wa odisi, basi muwaelekeze watendaji pamoja na wenye viti wa vijiji na vitongoji kuhakikisha kwamba katika mazingira yao na maeneo yao usafishaji wa mashamba kwa moto kwenye wilaya yetu usiendelee. Baada ya kusema hayo machache, niendelee kuwapongeza tena kwa kuaminiwa na wananchi, na kama mlivyo smart kwenye majio yenu, naamini halmashauri yetu safari hii itakwenda kwa mwendo wa rocket kimaendeleo, kiuchumi, lakini mkiwa wabunifu wa vyanzo vipya vya mapato. Lakini na wale wanaochepusha mapato waache. Unajua huwa wapo hawakosekanagi, unakuta kila dili mbovu diwani yuko nyuma, lakini naamini kwenye baraza hili hakuna hata mmoja. Kwa hiyo tuendelee kusaidia halmashauri yetu tukusanye mapato, maana ndo uhai wetu, ndo uhai wa halmashauri. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana, na nikuombe baada ya kutoa salamu hizi za serikali, kwa sababu tunaendelea na maandalizi ya mapokezi ya mgeni, basi kuhusiana na swala zima la madeni ya wakandarasi ambao walikuwa wakidai serikali, halmashauri na vitu kama hivyo, hii hali ikoje? Labda nikiri changamoto ilikuwepo, lakini hali mpaka sasa naweza kusema ni shwari kabisa. Yaani kama huku kwetu saizi wakandarasi kuanzia mwezi Novemba mpaka saizi tumefanikisha kulipa madeni almost yote yaliyopita, na ndio maana wakandarasi wa mikataba ya zamani ile yote wameweza kurudi site, wanaendeleza zile kazi za lami. Unaona shamba lai pale ni wale walikuwa wanadai walisimama, lakini saizi shughuli zote zimerudi. Kwa hali ya kifedha iko shwari na sisi tunashukuru sana serikali. Ni kiasi gani cha fedha ambacho mmewalipa wakandarasi walikuwa kidai labda? Jumla ni nyingi, saizi zinafika zaidi ya bilioni 3.4
ambazo tayari tumeshapokea na kulipa wakandarasi. Na ilikuwa ni kazi ya kuanzia lini hadi lini wakandarasi walizokuwa wakidai? Wakandarasi wamekuwa wakidai fedha kuanzia mwaka 2024 na 25. Yupo mmoja wa 23 24, yeye alikuwa na changamoto zake, lakini naye ameshalipwa. 23 24 walikuwa wengi, 24 25 pia walikuwepo, na mwaka 2025 26 ndio huu ambao tupo na hizo shughuli zinaendelea. Okay. Naam. Okay, nashukuru kwa hilo. Imekaa vizuri. Majina yangu naitwa Samson Chacha Malwa, ni diwani wa kata ya Mng'alo iliyopo kwenye tarafa ya Umba. Kipekee namshukuru Mungu kwa ajili ya baraza la leo, ambao leo tulikuwa na baraza la budget na tumejadili budget zote, ambao tunamshukuru Mwenyezi Mungu na waheshimiwa madiwani wameonyesha response, na almost budget zote zimepita kwetu sisi, na penye kushauri kama madiwani tumeendelea kushauri kama ilivyo utaratibu wetu wa kila siku. Tumeona TARURA na wenyewe pia wamewasilisha bajeti yao, tumeona RUWASA na wenyewe pia wamewasilisha bajeti yao. Kwa hiyo kwenye haya maeneo ya TARURA na maeneo ya RUWASA na wenyewe pia tumewashauri. Kwa mfano hawa watu wa RUWASA tumewashauri kwamba hii miradi ambayo ni vipolo waongeze juhudi walau ya kuimalizia, ili sasa hii kero ya maji kwenye hii halmashauri ya wilaya ya Lushoto iweze kupungua. Lakini watu wa TARURA na wenyewe pia tumewashauri kwamba kuna barabara ambazo zina haki na nafasi kabisa ya kusajiliwa kwenye eneo la TARURA, basi tujitahidi walau kuzisajili ili ziweze kuingia kwenye mpango, tuzitoe sasa mikononi kwa wananchi, tuziingize kwenye mikono ya TARURA ili mwisho wa siku ziwe na tija ya kimaendeleo. Kwa hiyo tunashukuru sana, limekuwa ni baraza zuri ambalo limeendelea kuonyesha taswira na mwanga wa kesho yetu ya halmashauri ya wilaya ya Lushoto, lakini imesha mwanga ya kwenda kurudisha tabasamu kwa jamii ya watu wa Lushoto, kama ambavyo tumeelekezwa na waziri wa TAMISEMI ambaye ni mbunge wa Lushoto kwamba twende tukahudumia wananchi kwa kuwarudishia tabasamu kwa wananchi. Kwa hiyo hii imeonyesha mwanga kwenye mazingira hayo, itaenda kuendelea kurudisha tabasamu, hasa hizi bajeti zetu ambazo sisi tumezijadili leo zikienda kupita, zitakuwa na mwanga, zitakuwa na tija kwenye jamii zetu kwa ujumla. Labda wewe kama mheshimiwa diwani, nini wito wako kwa idara ambazo leo zimewasilisha bajeti zao? Wito wako nini wewe? Kwa ujumla kama diwani natoa wito kwa idara zote ambazo leo zimetoa bajeti zao ziende zikasimamie kweli. Sio tumejadili bajeti kwenye mazingira haya halafu kwenye utekelezaji unakuwa tofauti. Kwa vile ambavyo tumejadili viende vikatekelezwa kwenye mazingira hayo. Kwa nitoe wito kwamba twende kwenye eneo, lakini wito mwingine ambao naweza kuutoa, twende tukaitumikie na kuihudumia jamii yetu. Hakuna namna yoyote ambao wananchi watakuwa na imani na sisi kama tutakuwa tutashindwa kuwatumikia. Kwa sisi twende, watu wote wa RUWASA, watu wa TARURA, kila mtu kwenye eneo lake, idara zote, twendeni tukawahudumia wananchi ili mwisho wa siku endelee kuwa na imani na viongozi wao walioko madarakani. Asante sana.